Ni mpenzi mwana michezo, hasa mpenzi wa klabu kubwa Tanzania. Hapa nazungumzia klabu ya Simba Sport. Na leo tupo na taarifa kubwa kuhusiana na Simba Sport, hasa kwenye swala la kocha mkuu wa Simba Sport, lakini pia swala la Elia Mpanzu Kibisawala. Sasa mashabiki wa Simba ambao mnatupata kwa mara ya kwanza, msahau kusubscribe. Hii ndio chaneli ya wana Simba. Tunakwenda kujadili masuala ya kimichezo kuhusiana na klabu hii kubwa Tanzania. Baada ya kupoteza mchezo uliopita kwa goli 1-0 ambalo watu wengi wamekosoa kile ambacho amekifanya kocha, kuanza kwa kikosi pasipokuwa na striker, pasipokuwa na namba 9 Alisia. Sasa leo yamezungumzwa mengi, hasa kocha naye pia amezungumza na kuendelea kusema kwamba klabu ya Simba walicheza vizuri na kile ambacho walikifanya uwanjani yeye alikuwa anakihitaji, lakini ambacho hakufanikiwa kukipata ni kupata magoli. Na kwa maneno haya ambayo ameyasema, tutegemee pia kuendelea mchezo unaofuatia pasipokuwa na striker wakati hao kuingia, lakini mchezo ukachezwa kwa staili ile. Sasa yapi maoni yako kama shabiki wa Simba Sport kuhusiana na kocha huyu? Lakini kuna mambo yanayozungumzwa kuhusiana na Elia Mpanzu Kibisawala. Wapo mashabiki ambao wanahitaji Elia Mpanzu aondoshwe katika klabu ya Simba Sport, lakini wapo pia wanaohitaji kocha aondoshwe. Sasa tunachoweza kukisema kama mashabiki wa Simba Sport kwa pamoja ni kwamba kwa sasa katika mashindano yalivyo, kama viongozi wataamua kuingia kwenye pressure hii ambayo mashabiki baadhi wana pressure kuondosha kocha, pia kuondosha Elia Mpanzu kama wanavyosema, huenda ika-affect msimu mzima wa mashindano. Mfikiria kwa kipindi hiki Elia Mpanzu akishindwa kuenda hizi pressure za mashabiki, lakini pia kocha akiondoshwa katika tu baada ya kupoteza mchezo wa kwanza wa klabu bingwa, akaja kocha mwingine ambaye atakuja na mifumo mingine, na huenda ikawa ni kazi ngumu kweli kuweza kuweka Simba katika hatua nzuri. Sasa shabiki wa Simba, unaweza kuniambia maoni yako kwenye comment hapo kuhusiana na swala hili. Lakini Ahmed Ally pia ameendelea kuwaasa mashabiki wa Simba Sport kwamba ni wakati wa kuungana, wakati wa kutulia, wakati ambao viongozi na wachezaji wa klabu ya Simba, lakini pia na mashabiki wa Simba Sport wanaweka nguvu kwa pamoja ili kuweza kufuzu hatua ya makundi. Lakini pia amekwenda mbali na kusema kwamba sasa hakuna hatua yoyote ile au hakuna kitu chochote kile ambacho kitafanywa ili kuweza kuwalizisha mashabiki wa Simba kama si kupata ushindi. Lakini pia ameendelea kusema kwamba kama mashabiki wa Simba wataendelea kuivuruga timu yao, huenda watakaoumia pia na wao wakawemo kuumia, kwa sababu Simba ikipoteza, isipofanya vizuri, wao wanaoipenda klabu ya Simba watajikuta wanaumia na kuona kama mambo hayajakwenda vizuri. Usisahau kusubscribe, tutakutana wakati mwingine. Asante sana.